mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Stephen Wasira asema Rais Samia anafanikiwa kutekeleza kauli mbiu ya kazi iendelee kwa vitendo. BMT yawaita wadau wa michezo wa kuongelea kwa watu wenye ulemavu kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi wa mchezo huo. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Ni matumaini yangu umeamka salama. Karibu kwenye kipindi cha asubuhi njema ambapo tunakupa nafasi ya kuweza kujua taarifa mbalimbali za kitaifa pamoja na habari za michezo na burudani. Msomaji wako asubuhi hii ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Makamu wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasira amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametekeleza kwa vitendo kauli mbiu ya kazi iendelee kwa kuhakikisha miradi mikubwa inakamilika ambapo itawanufaisha wakazi wa mikoa ya kanda za Ziwa ikiwemo mradi wa reli ya kisasa SGR na mradi wa ujenzi wa daraja la Busisi. Aidan Mhando anayo taarifa kamili. Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Stephen Wasira ambaye yupo mkoani Simiyu kwa ziara ya kikazi ya siku 3 anakutana na wana CCM wa wilaya ya Maswa hapa katika ukumbi wa halmashauri. Akizungumza na wana CCM hawa pamoja na kusisitiza maadili kwa viongozi wa chama na kukemea vitendo vya rushwa katika chaguzi mbalimbali, anasema Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametekeleza kwa vitendo kauli mbiu ya kazi iendelee. Kwa hiyo amefanya mambo mengi sana. Daraja lile la Busisi, mwisho wa mwezi unaokuja wa nini, roli zinaanza kupita juu ya lile daraja. Ni kwa asilimia 90. Na sisi tunaoishi huku tutafaidi au si? Na sisi tuko tunaenda Mwanza. Kwa hiyo hayo mambo yanawezekana. Na yamewezekana na kauli mbiu ya kazi iendelee kweli inaendelea. Kwa mkoa wa Simiyu hatuna shaka chama na serikali tunafanya kazi kwa mashirikiano makubwa, na leo tunaona hapa viongozi wa serikali wako pamoja na viongozi wa chama kushirikiana pamoja. Wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kutoka makundi mbalimbali ikiwemo vijana na akina mama wanatoa ujumbe huu kwa wakazi wa mkoa wa Simiyu. Tumepata fedha nyingi sana katika sekta hiyo ya maji Maswa. Hapa Maswa mjini tulikuwa tunapata maji machafu yasiyokuwa salama. Tulipata chujio bilioni 3.2 tumejenga. Tuna bwawa letu la Zanzui lilifanywa karabati, pampu mpya imewekwa. Niwatie moyo vijana wenzangu. Mheshimiwa Rais amehakikisha kwamba uchaguzi huu kila kijana anakuwa na fursa ya kushiriki kuchagua ama kuchaguliwa. Naomba na wahusia viongozi wenzangu, sifa za majungu na fitina zinaondoa sifa ya kiongozi. Naomba tuwe na upendo, naomba tuwe na mashirikiano wakati sote tunashirikiana kulinda amani na utulivu tulionao. Makamu mwenyekiti huyo anaendelea na ziara yake ya kikazi katika wilaya za Meatu na Itilima ambapo anafanya mikutano ya hadhara na kusikiliza kero za wananchi. Kutoka hapa wilayani Maswa mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amesema hataki kusikia tena kuhusu changamoto ya upatikanaji wa dawa katika hospitali ya Utete na kumtaka mganga mkuu wa wilaya ya Rufiji Hamisi Abdalla kuhakikisha anashughulikia tatizo hilo ili wananchi waendelee kupata huduma bora. Mchengerwa ametoa maelekezo hayo kwa mganga mkuu wa wilaya wakati wa ziara yake ya kikazi ya kuhimiza uwajibikaji katika hospitali ya wilaya ya Rufiji iliyopo Utete, akifafanua kuwa Rufiji haijawahi kukutana na changamoto hiyo ya ukosefu wa dawa na kutolea mfano kipindi alichokuwepo Dr. Makenge ambaye aliwahi kuwa mganga mkuu wa wilaya ya Rufiji. Mmoja wa wananchi wa wilaya ya Rufiji, Mwema Saidi, ametoa shukrani kwa Waziri Mchengerwa kwa kuboresha miundombinu katika hospitali hiyo ambayo kwa sasa wananchi kufurahia
wodi zilizojengwa, vifaa tiba vilivyonunuliwa pamoja na huduma bora zinazotolewa. Lakini katika kero ambazo nimezisikia Mheshimiwa DC ni pamoja na changamoto ya dawa. Mganga mkuu, umepata nafasi ya kuja Rufiji, unapaswa kufanya kazi wewe pamoja na watendaji wengine. Mimi sitegemei kuja hapa nikasikia kuna changamoto ya dawa. Tena hapa ndio wanapotoka waziri wa TAMISEMI. Sitegemei. Mheshimiwa DC, hili mganga wa wilaya ameniangusha. Wakati fulani tumekuwa tukimtolea mfano, tuliwahi kuwa na mganga mmoja wa wilaya hapa. Makenge. Alikuwa anaitwa nani? Makenge. Hatukuwahi kuwa na changamoto ya dawa wakati wake. Alifungua vituo vingi, akafungua zahanati nyingi, akakusanya mapato mengi kwa ubunifu aliyokuwa anaufanya wakati ule. Na hasa hospitali tunashukuru ilivyoboreshwa. Jamani, tukiingia udini tunafurahi. Tumeongezewa na mashule. Jitihada zetu tu akina mama au wazazi kuwahimiza sasa watoto wetu waende wakasome. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Tanzania imezitaka taasisi za umma na sekta binafsi nchini kujisajili katika tume hiyo ili kulinda utu na faragha za taarifa binafsi kutoka kwa wananchi, njia ambayo itasaidia kuwaepusha na madhara ya kijamii na kiuchumi. Mkuu wa wilaya Ilemela mkoani Mwanza, Hassan Masala, ndiye aliyebeba jukumu la kuwasilisha maelekezo hayo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Erika Virondo anaripoti. Ni wakuu wa taasisi za umma na sekta binafsi wakikutanishwa pamoja katika kikao kazi jijini Mwanza kinacholenga kutoa elimu kwa wakuu hao ya umuhimu wa kusajili taasisi zao katika tume hiyo ili kulinda utu na faragha za taarifa binafsi za wananchi. Akimkaribisha mkuu wa wilaya ya Ilemela kutoa maelekezo hayo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, mkurugenzi mkuu wa tume hiyo Dr. Emmanuel Mkilia amesema kuwa tume itaanza kufanya ufuatiliaji ili kuweza kujiridhisha. Katika kutekeleza sheria hii ni muhimu kwa taasisi zote za umma na binafsi kuhakikisha kuwa zinazingatia kanuni za msingi ya ulinzi wa taarifa binafsi, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa taarifa binafsi zinachakatwa kwa uadilifu na kwa malengo halali yaliyokusudiwa ili wananchi waweze kupata huduma. Taasisi zitakazoshindwa kujisajili zitachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Na hapa kwa msisitizo naomba nitoe maelekezo kwa katibu tawala wa mkoa. Nafikiri katika maelezo ya kiongozi kutoka tume ameshaeleza kwamba maelekezo yalishashushwa. Mhandisi Steven Wangwe ni mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji kutoka PDPC na Innocent Mungi ni mkuu wa uhusiano na mawasiliano kutoka katika tume hiyo. Usalama wa taarifa zile, yule anayekusanya ama anayechakata ana wajibu kwa mujibu wa sheria kuzingatia na kuhakikisha kuwa taarifa zinakuwa salama muda wote na haziendi katika mikono isiyo. Ndio maana wewe leo hii kuja kuandika, basi sisi tunaweza kuwa kwa mujibu wa kwamba alikuwa na hilo wajibu wa kulinda zile taarifa ama kuhakikisha salama wao. Umeshaona kuna video moja inazunguka, daktari anakwenda mahali anawaita wagonjwa kwa majina, wewe mwenye kaswende, wewe njoo upate dawa zako. Mbona unazubazba, njoo huku nikutoe sindano, njoo. Sasa hizi taarifa binafsi zetu za kiafya ukienda kwenye hospitali ambazo hazina maadili inaweza kutokea. Pamoja na mambo mengine, azimio jingine lililowasilishwa kupitia katika kikao kazi hicho kilichowakutanisha wakuu wa taasisi za umma na sekta binafsi ni kuteua walinzi wa taarifa binafsi pamoja na kuzingatia kanuni na miongozo ya taarifa hizo. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Simbachawene amemwelekeza Katibu Mkuu Utumishi Bwana Juma Mkomi kuhakikisha barua za walioshinda usaili na kupangiwa vituo vya kazi zinazotolewa kwenye mikoa husika walikofanyia usaili badala ya kuwalazimu kusafiri hadi jijini Dodoma, Sekretarieti ya Ajira kufuata barua hizo. Amesema kitendo cha watumishi hao wapya kupatiwa barua katika mikoa husika kitasaidia kupunguza gharama za usumbufu pamoja na muda wanaotumia kufika hadi Dodoma. Bwana Simbachawene ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati akizindua baraza la wafanyakazi wa Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora.
tunapokuwa tumeshamaliza mchakato wa usahili na wale walioshinda usahili sasa wanapangiwa kazi, wanapaswa kupewa barua. Sasa barua hizo kwa sasa wanakuja kuzichukua Sekretarieti ya Ajira Dodoma. Kwa hiyo mtu unaweza kujikuta anatoka Kigoma ndiko alikoshinda usahili, anaifuata barua Dodoma, alafu pengine amepangiwa tena wapi? Kigoma. Matumizi mabaya ya rasilimali, na rasilimali ni rasilimali za nchi. Huyo mwananchi mwenyewe ni rasilimali ya nchi, hela yake ni rasilimali ya nchi. Tunachelewesha maendeleo kwa sababu anakuwa na necessary cost wakati huyu mtu hana ajira. Kwa hiyo mimi ushauri wangu na uamuzi wangu au maelekezo ninayokupa Katibu Mkuu, barua hizi za placement za watumishi walioshinda usahili zitolewe kwenye mikoa huko ambako walifanyia usahili. Ulevi na utendawazi vimetajwa kusababisha ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto, hasa kuongezeka kwa vitendo vya ubakaji na ulawiti katika wilaya za Chemba na Kondoa mkoani Dodoma, huku ndugu wa karibu wakitajwa kuhusika zaidi kufanya vitendo hivyo. Taarifa zaidi tujiunge na Leonard Mwacha kutoka huko Dodoma. Hayo yamebainishwa na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora mkoani Dodoma baada ya zoezi la kutoa elimu na kuitambulisha tume hiyo kwa wananchi ili waweze kuitumia kutoa taarifa za ukatili. Wote tunafahamu tuko kwenye kizazi cha utandawazi, simu za mkononi. Kuna vitu ambavyo si vizuri wanajifunza huko. Mwisho wa siku wanakuja wanavifanyia kazi. Unakuta mtu katika familia, kaka anamlawiti mdogo wake, anamshikia na panga kabisa, anamwambia usiseme. Sababu nyingine ambayo inatajwa kuchangia ongezeko la matukio ya ukatili dhidi ya watoto ni ulevi wa kupindukia. Kwa sasa tume hiyo inawajengea uwezo viongozi wa vijiji ili kuibua na kuripoti matukio hayo na kuepuka kuyamaliza kifamilia. Ya kwamba hawa ukiwafundisha, ukiwapa elimu wakafahamu kwenye hizi haki za binadamu, basi wao ni rahisi pia kuweza kuibua na kuwasaidia wananchi wanaowaongoza kule. Baadhi ya wananchi wanatoa maoni yao juu ya tabia ya jamii kumaliza ukatili kifamilia. Mimi naenda kwenye vyombo vya sheria, na wakipuuzia basi nitajua pa kwenda wapi. Na kwenda ngazi ya juu kabisa. Kama mimi mzazi siwezi kukubali. Siwezi kabisa kukubali. Natakiwa achukuliwe hatua kali. Kama sheria ambayo mlikuwa mnasema labda miaka 30, hebu waongezeni kidogo ili watu wawepo wanajifunza zaidi. Kwa mujibu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, utafiti unaonyesha kwamba 60% ya ukatili kwa watoto unafanywa nyumbani ambapo ndugu na jamaa wa karibu wanahusika. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Wakala wa maendeleo ya uongozi ADEM kwa kushirikiana na mpango wa shule bora ambao ni mpango mahsusi wa kuweka mazingira salama ya kujifunza kwa wanafunzi katika shule za serikali wametoa ripoti ya utafiti uliofanywa katika mikoa 9 juu ya mwongozo wa jumuiya ya ujifunzaji ili kusaidia kuinua elimu hapa nchini. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akitoa muktasari wa matokeo hayo, mtendaji mkuu wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM, Dr. Mauridi, amesema matokeo hayo ni mwongozo muhimu wa kuhakikisha wanapata maoni juu ya namna gani mwongozo huo unaweza kutumika kama kinara katika shule zote. Kwamba huu mwongozo tuliouandaa katika hii mikoa 9 ambao wametoa maoni, wanaweza kuja na ushauri wa namna gani ili tuweze kuboresha huo mwongozo. Hawa shule bora wana support serikali katika kutekeleza kutoa elimu bora hapa nchini. Na kilicho kikubwa, wao wamekwenda wameangalia walichagua nini, wakaenda kwenye primary school. Na kwenye primary school wameangalia vitu gani? Kuna vitu kadhaa ambavyo wameangalia kama alivyosema yeye mwenyewe, lakini kubwa ni kuboresha katika ujifunzaji na ufundishaji. Akipokea taarifa hiyo kwa ajili ya kujadiliwa na wadau wa elimu, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Wilson Mahera amesema juhudi kubwa zinaendelea kufanywa na serikali ya awamu ya 6 kuendelea kuinua elimu hapa nchini Tanzania. Kwamba basi tunaomba huo mwongozo
muupate, lakini walikuwa wanasema mwongozo uwe wa primary, lakini nyie mnapaswa kuelewa sasa hivi hatuna primary na secondary. Kwa tunaamini mtakapokuwa mnachangia kwenye huu mwongozo, basi uwe ni mwongozo wa basic education. Shule Bora, a government of Tanzania program supported by UKAID, is dedicated to improving the quality of learning in primary schools. Nikiripoti kutoka Morogoro ni Jimmy Mengere wa Channel 10. Chemba 24 za wafanyabiashara kutoka Afrika zimekutana jijini Dar es Salaam kujadili fursa zilizopo baina ya nchi zao pamoja na kuzipatia ufafanuzi ili ziwe na tija kwa mataifa yao. Akizungumza katika kikao hicho, rais wa Chemba ya wafanyabiashara Tanzania Vincent Bruno Minja amesema semina hiyo itasaidia kuweka mazingira rafiki ya ufanyaji kazi na kuweza kuwasaidia wafanyabiashara Afrika ili waweze kufanya biashara. Hivyo lengo kuu ni kuwa na biashara huru Afrika, kwani nchi za Afrika zimesaini makubaliano ya soko huru, lakini utekelezaji wake umekuwa mgumu. Na kuangalia jinsi gani ambayo tunaweza tukafanya sisi kama chemba za Afrika kuweka mazingira mazuri ya chemba kuweza kufanya kazi vizuri na kuweza kuwasaidia wafanyabiashara katika nchi zetu ili waweze kufanya biashara. Lengo la kukutana hapa, kwanza tuzungumze fursa ambazo zinapatikana katika chemba zetu katika nchi wakilishi, lakini pia tuangalie na changamoto ambazo zinapatikana au zipo katika nchi wakilishi. Kwa upande wa washiriki wa semina hiyo kutoka mataifa mengine ya Afrika, wamesema semina hiyo itasaidia kuinua chemba katika mabara na kujua nini sekta binafsi inahitaji katika nchi mbalimbali. Specifically looking at chamber modeling innovation. I think the relevance of the CMI workshop is to empower, should I say, the business models of chambers on our continent. So I'm glad I'm here. I want to create synergies that Ethiopian women in export can create partnership with Tanzanian women in export. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya imetoa mwito kwa taasisi za serikali, watu binafsi na asasi mbalimbali za kiraia kujitokeza na kutoa misaada ya chakula na mahitaji mengine ikiwemo vifaa vya elimu kwa watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu, hususan yatima. Rozi Chapeo anaripoti. Meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Mbeya Musibu Shaban, akiwa ameongozana na watumishi wa mamlaka hiyo, anatoa mwito huu baada ya kutembelea vituo mbalimbali vinavyolea watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu, kikiwemo kituo cha Mtakatifu Joseph, Bi Aisha, Juakita na Iwambi, ambapo wametoa msaada wa vyakula ikiwa ni katika kipindi cha kuelekea sikukuu ya Idi na Pasaka ili kutoa faraja kwa watoto hao. Kwa hiyo tukasema ni muda mwafaka kabisa kwenda kuwatembelea watoto wetu hawa ambao wako kwenye mazingira magumu, kuja kuangalau kuwapa moyo na kuwashika mkono. Tumewaletea kitu kidogo hiki ambacho tunaamini kabisa kitawasogeza kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo sisi wito wetu ni kwamba taasisi zingine za serikali na taasisi za serikali zingine, watu binafsi ambao wanadhani wanaweza kufika hapa kuja kuwaona hawa watoto, wafike ili waweze kuwasaidia. Watoto wanahitaji misaada kama ambavyo umeona, pia wanahitaji madawa. Kuna wengine kule kidogo wana shida wanaumwa. Kwa hiyo niwakaribishe, nichukue nafasi hii kuwaomba wenye uwezo wajitokeze, wafike hapa waone hawa watoto. Walezi wa vituo hivyo, mbali na kuishukuru mamlaka ya mapato Tanzania kwa msaada huo, wameeleza changamoto walizonazo. Wakati huo, shehe wa mkoa wa Mbeya Msafiri Ayasi Njalambaha akaipongeza TRA kwa ushirikiano mzuri na jamii. Kituo hiki hakina mfadhili mpaka sasa hivi. Tunategemea watu mbalimbali wanaoguswa na huduma yetu ndio wanaokuja na chochote, kama tunavyoona hivi nyinyi mlivyojitoa kwa moyo wenu wa upendo tuletea vyote hivi. Tutakula mwaka mzima. Tunasema asanteni sana kwa upendo na kwa ukarimu mlionao. Jumuiya hii inawalia watoto yatima, wale ambao wako majumbani. Na hawa watoto wako kwenye mazingira magumu. Hapa tumewaleta watoto wachache, lakini tuna watoto zaidi ya 100. Ni sehemu nzuri kabisa ya kuangalia malezi ya vijana hao. Na hili lilofanywa na TRA ni namna nzuri pia ya wao TRA kujenga mahusiano mazuri kama ambavyo wanafanya. Kutoka mkoani Mbeya, mimi
Mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Wakati mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ukielekea mwishoni, waumini wa dini ya Kiislamu nchini wameaswa kusherehekea siku hiyo kwa amani na upendo na kuyaishi makatazo yote waliojizuia nayo katika kipindi chote cha mfungo ili kujiongezea thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ahmad anaripoti. Akizungumza kwenye iftari iliyoandaliwa na taasisi ya Riziki Lulida Foundation na kufanyika katika viwanja vya Ilulu Manispaa ya Lindi, Katibu Tawala wa wilaya ya Lindi Mheshimiwa Hudhaifa Rashid amesema waumini wa dini ya Kiislamu wanapaswa kuishi kwa kuzingatia mafunzo yaliyopata kipindi chote cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu umetufundisha kufanya matendo ya huruma. Mwezi huu umetufundisha kupendana. Mwezi huu umetufundisha kujali afya na kujali mwananchi mwingine. Tunawaomba pamoja na kwamba mwezi huu unaelekea ukingoni, iwe ni fundisho na liwe ni darasa kwa sisi wananchi na Waislamu wa mkoa huu wa Lindi. Tuendeleze upendo pale ambapo tulikuwa tukipendana. Pale ambapo tunatofautiana, basi tuache tofauti zetu, tuendelee kupendana, tuendelee kuhurumiana na tuendelee kujaliana katika hali na mali ili kudumisha upendo kwa wananchi wote na waumini wote ndani ya mkoa wetu wa Lindi. Naye Sheikh Mkuu wa mkoa wa Lindi Sheikh Mohamed Mshangani amewataka waumini wa dini ya Kiislamu kujiepusha na maneno ya uongo yanayoweza kusababisha mvunjiko wa amani, huku akiwakumbusha waumini kuwa wazalendo kwa kuhakikisha wanajitokeza kwa wingi kupiga kura ili kuwapata viongozi walio bora. Mtu kama haachi maneno ya uongo, maneno machafu, vitendo vibovu, Mungu hana haja ya saumu hiyo, kwa sababu ati hadi wala adui. Mwenyezi Mungu mbele yetu sisi waja wako una uzalendo, tukapige kura kuipende nchi yetu. Kuipenda kwa nchi ni kuishika na kufuata amri zake, na inshallah tukifanya hivyo utulivu tuliotaja na amani ndipo itakapopatikana. Mwandaji wa iftari hiyo na mbunge wa kuteuliwa Mheshimiwa Riziki Lulida akatumia wasaa huo kukabidhi msaada wa baisikeli za viti mwendo kwa watu wenye ulemavu. Mimi kama mlemavu nasema Mwenyezi Mungu alinipa ulemavu huu ili niweze kuwakumbuka watu wenye hao, vikiwemo wheelchair, vikiwemo Asante Ahmad Nanone kwa taarifa hiyo. Baraza na sasa tuangazie kwa upande wa habari za michezo na burudani, ambapo Baraza la Michezo la Taifa BMT limewataka wadau wa michezo nchini kujitokeza kushiriki na kugombea uchaguzi mkuu wa chama cha kuogelea kwa wenye ulemavu unaotarajiwa kufanyika tarehe 6 mwezi wa 4 jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa kamili. Akizungumza na Channel 10 Michezo, afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa Najaa Bakari amesema kuwa bado kumekuwa na kusuasua kwa zoezi la uchukuaji fomu kwa kuzingatia vigezo na sifa za uongozi, huku akitoa wito kwa viongozi wa vyama na mashirikisho ya michezo nchini kuepukana na migogoro. Nitoe wito, bado ni wachache sana ambao, nafasi chache sana ambao wamechukua fomu. Kwa hiyo naomba tena wale ambao wana sifa kwa mujibu wa katiba ya TPSRA waje kuchukua fomu kwa ajili ya kuelekea kwenye uchaguzi huo. Nafasi zinazogombewa ni nafasi ya mwenyekiti, nafasi ya makamu mwenyekiti, nafasi ya katibu mkuu na mweka hazina, lakini vile vile kuna nafasi ya mkurugenzi wa ufundi na kuna nafasi ya mkurugenzi wa elimu na mafunzo, na nafasi 3 za wajumbe wa kamati ya utendaji. Ada ya fomu ni shilingi 50,000 tu. Baraza la Michezo la Taifa hatupendi migogoro, kwa sababu ili kuwa na uongozi bora, ili kuwa na viongozi bora na wanaosimamia misingi ya utawala bora, migogoro nadhani inakuwa sio sehemu ya hicho kitu. Kwa hiyo kiongozi anayejua kwamba anakuja kuingia kwenye hiki chama ajipange vilivyo, anajua kwamba ana nidhamu ya kiongozi, ya uongozi, lakini vile vile awe na uzalendo na nchi yake. Katika hatua nyingine, Najaa Bakari ameweka wazi kufanyika kwa uchaguzi wa chama cha mpira wa miguu kwa wenye ulemavu hivi karibuni, mara baada ya kukamilisha taratibu ikiwemo katika ambayo ndiyo dira ya chama hicho. Uongozi wa amputee football na wenyewe soon tutautangaza uchaguzi wake. Tumeshakamilisha kila kitu, katiba iko tayari. Kwa hiyo ni kutangaza tu
Kwa hiyo wale ambao wana sifa na wenyewe kwenye uchaguzi wa uongozi wa amputee ambao wanataka kugombea nafasi mbalimbali kwenye amputee football TAF, basi waanze mkao kula. Tuko tayari muda wowote kutangaza uchaguzi huo. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo, Dar es Salaam. Asante Salum Pelembo kwa taarifa hiyo ya michezo na burudani ambayo pia imeweza kutuhitimishia sehemu yetu ya kwanza ya kipindi hiki cha Asubuhi Njema. Asante, naendelea kubaki nasi.